Amma ba'd, zangu katika imani, shukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametupa tawfiki tumeweza kutekeleza ibada hii ya swala ya dhuhuri. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Na ada yetu na kawaida yetu huwa mara baada ya swala tunapata kalima fupi, neno fupi kwa ajili ya kukumbushana mawili matatu kwa mambo yenye kufungamana na dini yetu ya Uislamu. Katika siku hii ya leo tutakuwa na mwendelezo wa kuangazia juu ya swala zima la akbaru al-kabairi, madhambi makubwa. Akbaru al-kabairi, madhambi makubwa. Tumefika katika dhambi la saba katika miongoni mwa madhambi makubwa, dhambi la saba ambao ni azina, uzinifu. Tahara Allahu qulubana, nasallallahu yuzakki anfusana, innahu khairu man zakaha, innahu waliyuha maulaha. Katika kalima iliyopita tuliangalia adhabu ambayo anaipata yule ambaye amefanya kosa hili akhira, kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tutaangalia atharu zina ala almujtama, matokeo yanayopatikana katika jamii pale ambapo kwamba linapokuwa jambo hili limeenea na lipo na linafanyika. Athari yake au maharibifu yake yanayopatikana katika jamii ambayo zinaa imekuwa ni jambo kwao la kawaida, ambalo sio jambo la kustajabisha kama ilivyo kwa wakati tuliokuwa nao sasa. Wakati huu tuliokuwa nao ni wakati ambao ni yule aliyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba zitafika zama kuna baadhi ya vitu watu watavihalalisha, yani watavifanya kwa ni vya kawaida kwao. Katika miongoni mwa hivyo ni azina wal maazif wa haluma jarra. Atharu azina ala almujtama. Allah subhanahu wa ta'ala huwa hakiharamishi kitu, hakikatazi kitu illa lima fihi min almadar, ila ni kwa sababu yale yaliyomo ndani yake katika madhara wal mafasid, na mambo ya uharibifu, ala alfa'ili, kwa yule mwenye kufanya mwenyewe, wa ala almujtama'i alladhi yaqa'u fi dhalika alfi'l, na katika jamii ambayo ni yenye kutokea majambo kama hayo. Yani Allah subhanahu wa ta'ala haharamishi jambo, halikatazi jambo, isipokuwa jambo hilo linakuwa lina madhara. Linakuwa lina madhara kwa yule mwenyewe muhusika mwenye kulifanya, lakini hata na jamii pia nayo inaathirika, inapata matokeo mabaya kwa jambo hilo ambalo linalofanyika katika jamii hiyo. Wa min dhalika azina, na katika miongoni mambo ambayo Allah ameharamisha na ameyakataza na ameyakemea vikali ni jambo la zina. Fa fihi min almadar wal mafasid, ndani ya jambo hili kuna madhara mengi na kuna mafasidi mengi, mafisadi mengi. Allati, mafisadi ambayo kwamba alkathiru ashayu alkathiru ala zani wa ala mujtami'i, ambayo madhara hayo na maharibifu hayo yanakuwa ni mengi. Kwanza kwa mwenyewe muhusika wa mtekelezaji, muhusika ambaye ametekeleza jambo hilo, na hata kwa jamii yake ambayo anaoishi ndani yake. Wa min tilka almafasid wal madar ma yali, na katika hayo maharibifu na madhara na mafisadi yanayotokana na jambo hilo ni kama ifuatavyo. Kwanza, al-ikhtilat al-ansab, ni nasabu, zile nasaba kuchanganyika. Fa inna ar-rajula idha zana bimra'atin fahamilat, ikiwa mtu mwanaume atazini na mwanamke yule akishika mimba, min hadha zina,
kutokana hii zina, fa inna hadha alwalad yudkhalu fi nasabi zawjiha au yadkhulu fi nasabi zawjiha, ikiwa mwanamke huyo ameolewa ana mume wake kisha akaingia katika kosa la zinaa akapata mimba, basi mtoto yule ataingizwa katika nasabu ya mume, wa huwa minhu bari, na yule mume na damu ile iko mbali nayo kabisa, ile damu haimuhusu. Yule mtoto si mtoto wake, ni mtoto ambaye kwamba fayukhtalaqu nasabu yake inachanganywa na damu nyingine ambayo sio damu yake. Fabidhalika fayadkhulu fi abnaihi man laysa ibnan lahu, anaingia katika idadi ya watoto wake ambao si watoto wake. Wa yu'tabaru akhan li banati, na anazingatiwa kwamba huyu mtoto ni ndugu zake wa kike au ni ndugu wa kiume katika ndugu zake wa kiume, na hivyo. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo sio zuri, nasabu inachanganyika. Huyu mwanamke amekwenda kuingiza nasabu isiyokuwa nasabu ya ule mume, na hayo tunayashuhudia na yapo na yanafanyika, hayo yanafanyika. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akawaambia wanawake wakati ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliokwenda kutaka bai'a kumuunga mkono Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah akamwambia mtume wake, idha ja'aka almu'minat yubayi'nak, wakija wanawake ambao wanakuja kukupa bai'a wewe, kuja kutangazia kwamba wanakuunga mkono wewe, basi katika miongoni mwa yale ambayo ingia nayo makubaliano, alla yushrikna billahi shay'a, kwanza wasiwe ni wenye kumshirikisha Allah na chochote. Alla yushrikna billahi shay'a, jambo la kwanza hao ingia nao makubaliano, wasiwe ni wenye kumshirikisha Allah chochote. Wala yasriqna, lakini pia wasiwe wezi. Wala yasriqna wala yaqtulna auladahunna, na pia wasiwe ni wenye kuwaua watoto wao. Wala yazni, wasiwe ni wazinifu. Wala vile wala yatina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna, na pia wasilete uzushi ambao watauzusha baina ya miguu yao na mikono yao. Maana yake wasije wakaingiza mimba, wakaingiza nasabu kwa wasiokuwa na nasabu zao, kwamba wewe ni mke umeolewa na mume wako, lakini mwanamke huyo akawa ni mwenye kutembea na mwanaume mwingine ambaye akasababisha ujauzito. Mtoto yule hatosema kwamba huyu bwana si mtoto wako, hawezi kusema, ataficha, itakuwa ni siri yake yeye, lakini anajua kabisa kwamba huyu mtoto huyu sio babake, sio babake huyu. Bali wakati mwingine ukitokea ugomvi, mke akikasirika anatafuta mbinu za kumuudhi yule mume aliyeishi naye katika maisha ya ndoa. Mwisho siku anamwambia, kwa taarifa yako, huyu si mtoto wako. Na hiyo ishatokea, sisi wenyewe tumeshuhudia kwamba mke ameachana na mumewe, lakini katika kuachana hakukuwa na maachano mazuri, hakukuwa ni kule kuachana kwa uzuri, kulitokea mtafaruku fulani, pakatokea hasira na chuki baina yao. Basi mwanamke yule akamwambia, bwana, huyu si mtoto wako, huyu si mtoto wako. Na kweli akambadilisha na jina na akambadilisha na nasabu ya baba. Kwa hiyo katika miongoni mwa madhara makubwa ni haya, na hakuna mwanaume ambaye atakayekubali kuingiziwa nasabu isiyokuwa nasabu yake. Kwa hiyo dhara kubwa la jarima hii, uovu, ikhtilatu al-ansab, ni kuchanganywa nasabu. Hilo jambo la kwanza. Lakini la pili ni halaku nasl, an-nasl, kizazi kinapotea, kizazi kinaangamia. Falmar'atu idha hamilat min az-zina, mwanamke mara nyingi anapobeba mimba iliyotokana na zina, fahiya tas'a lisqatihi, jambo la kwanza mwanamke huyu anachopambania
ni kuitoa ile mimba, anapambana kuitoa ile mimba, haijalishi na muda gani, ima tayari imeshatoka kwenye damu, kwenye mbegu kwenda kwenye damu, au ishatoka kwenye damu imekwenda kwenye pande la nyama, ishatoka kwenye pande la nyama imekwenda katika kuvishwa mifupa na kuwekwa roho, haijalishi. Anachokimbia ni fedheha kiakili yake na kimahesabu yake, aona hii ni fedheha. Pengine hata baba yake na mama yake wakashiriki katika uovu huo kutoa hiyo mimba. Wala yaqtulna auladahun, na wale wasiwaue watoto wao. Huyu mtoto hana dhima, hana kosa kwamba yeye kwamba aadhibiwe kwa kutolewa katika kizazi, kwa kuuawa, hana kosa hilo. Huwa bariu, yeye yuko mbali na jarima tuzina ya hii zina ambayo iliyofanyika na hawa watu wawili. Kosa hili yeye halimuhusu kiasi ambacho roho yake itolewe. Pengine mama akashiriki na mwanawe na binti yake, baba hajui, wakenda wakaitoa mimba. Hivyo vinafanyika sana, na hayo yanafanyika sana. Wengine wanazaliwa hali ya kuwa wana alama za mikasi, kukatwa. Yote haya yanafanywa. Wengine wanazaliwa wakati kumuua, hasa pale anapokuwa ameshamzaa, ima kuitoa mimba au kumuua wakati yuko tumboni, au kumuua hata kama ameshamzaa, akamtupa katika shimo la choo, ni kwa sababu ya zina. Akamtupa kwenye pori. Safari moja tumeonyeshwa katika mtandao, mwanamke mmoja amejifungua mtoto kichanga kile, akaenda akakitupa porini, na pale alipokitupa kile kichanga kuna siafu, wale wadudu ni kushambulia. Wadudu wale wakawa ni kumshambulia mtoto yule. Kwa bahati, wakati anakwenda kufanya lile tukio, akaonekana kule kwenda kutupa nini pale. Watu kufika pale, kitoto akamwambia mtoe. Akamchukua pale, akaanza kumfutafuta, anatetemeka. Mwingine ametolewa katika shimo la choo, katika shimo la choo katolewa mtoto, katupwa. Nini? Zina, kwa sababu ya uzinifu. Hivi kweli ingelikuwa huyu wameoana, ni wanandoa, wameoana, baada ya ndoa huyu mke akapata mimba ile ikalelewa mpaka ikakuwa akazaliwa, kweli hao wazazi wawili kweli wataridhika kwenda kutupa kichanga chao? Inawezekana kweli huyu mume akakubaliana na mke wake kwamba wakakitupa hicho kitoto chooni au kwenye mtaro, ama ni kitu ambacho hakiwezekani? Labda itakapokuwa hao wazazi ni vichana, lakini itakuwa jambo la furaha kwao. Familia upande wa mke, upande wa mume itafurahi. Na ndoa ikipita baada ya mwaka hakuna kilichoonekana, watu waulizana, vipi bwana, kuna shida gani? Mbona mpaka sasa hivi? Wanaulizana, jamii inaulizana, bwana vipi? Kama ni dawa pia, binti akienda kwao kusalimia aanza kutoa madawa atumie, bwana wewe una chango kali, hebu tumia hii. Furaha. Lakini itakapokuwa hili limetokana na hii mimba imetokana na zina, basi cha kwanza ni kutafutwa. Kuna madaktari au ni wahodari wa kutoa mimba, wanajulikana, ni wazoefu. Kuna daktari mmoja, kuna mwanamke mmoja kwenda kutoa mimba kwa daktari huyo ambaye anakaa ni mtaalamu kweli kweli, akampa vidonge, akatia mikasi, lakini wapi, ile mimba haikutoka. Mwisho ule daktari anamwambia, bwana, mpaka hapa na utaalamu wangu wote niliokuwa nao nimeshindwa, huyu mtoto muache huyu mtoto, uende akaja akakufaa. Mtoto anakuja kuzaliwa na alama za mikasi. Kwa hiyo kuna madaktari ni wataalamu wa kufanya mambo haya, lakini yote ni nia. Zina inasababisha matatizo kama haya. Wa illa fa innahu idha waladatuhu yudayyi'u ba'da dhalika li'annahu waladu zina. Familia inapata fedheha kwamba sasa wewe imekuwaje tukaitoa hiyo mimba, au kiwezekana wanaanza kufanya jambo baya zaidi. Anaozeshwa na mtoto na mwanamke akiwa na mimba,
ndoa haiswihi. Yoyote mtokemsikia wapo katika mashehe wetu hawa wa tarika na masufi wanasema hamna shida, ndoa inaswihi bado. Lakini msimamo wa Ahlusunnah wal Jamaa uliokuwa thabit na uliokuwa wasawa, wasiishi pamoja wala wasishiriki tendo. Sasa itakuwa ni ndoa vipi? Itakuwa sio ndoa. Kwa hiyo waona sasa kuficha aibu ni kwamba aozeshwe. Tumuozeshe bana. Unaozeshwa aliyekuwa una mimba, alafu huyo mtoto hana nasabu, akizaliwa ni mtoto nani? Animuite huyu baba. Una hatari kubwa inayoingia ndani yake, mafsada makubwa, kwa sababu utakapokuwa umeficha hiyo aibu yako kwa kuozeshana ndoa za batili, atakuwa ni fedheha ipo katika familia ile, ni fedheha katika jamii ile. Thumma al-ghalib annahu yattajihu wajhatan ghairu mahmuda, kisha unakuta kwamba huyo mtoto mwisho wa siku anakuwa hasiokuwa na matunzo wala na malezi. Haya ni katika miongoni mwa madhara. Lakini katika miongoni mwa madhara ya azina katika jamii ya Kiislamu ni ataaddi ala al-hurumat, ni kupuuza na kuvunja mipaka ya dini. Haithu anna zani yataadda ala al-mar'ati al-muzna biha, kwa sababu pale anapokuwa ule mzinifu anakuwa si mwenye kumtendea wema yule mwanamke ambaye mwenye kumzini. Washtaddu dhalika in kana zanahu biha, na hasa ikiwa membaka. Yani bado mwanamke unaposhiriki naye kimwili, hujamuoa, pale unakuwa unamdhulumu. Hata kama ulizungumza naye mkaelewana mkakubaliana, lakini humfanyii kitu cha sawa, hujamfanyia ubinadamu, hujamfanyia ubinadamu kwa hicho kitendo ambacho unachomfanyia. Sio binadamu kabisa, na hasa ikiwa amebakwa, ndio kabisa, kama ambavyo kwamba inavyotokea katika jamii zetu, wanawake kubakwa na mambo mengineyo. Na wala si kama wanavyosema makufar wasiokuwa na dini wenye kupingana na Allah kwamba mwanamke huyo ana haki ya kuwa vile anavyotaka. La, fa in kana laha zawjun faqad i'tada ala zawjatihi ala hurmati, ikiwa mwanamke huyo ni muolewa, ni mke wa mtu, basi itakuwa huyo mzinifu amemdhulumu na amechukia mipaka na ameivunja heshima ya mume huyo, wantahakaha, na ameivunjilia mbali heshima mwanamume huyo. Wa in lam yakun laha zawjun faqad intahaka hurmata ahliha, ikiwa mwanamke huyo hajaolewa, yupo tu nyumbani, itakuwa ameivunja heshima ya familia ya ule mwanamke. Kwamba wewe mwanaume kwenda kumzini mwanamke ambaye si mke wa mtu tu, yuko bado nyumbani, umekwenda kuivunjia heshima ile familia, umekwenda kuivunjia heshima. Wa'tada alaihim bidhalika, na pia umewadharau kabisa. Wuqu'u al-amradhi wa intishariha, lakini katika miongoni mwa madhara yake mengine ni kutokea maradhi na kuenea. Fa inna zina min dawa'i wuqu'i al-amrad, zina ni katika miongoni mwa nyenzo zinazopelekea kutokea maradhi al-khatira, ya hatari, wa intisharuha, na kuenea kwake, baina zunati, kati ya wazinifu, thumma intisharuha fi mujtama, kisha imeenea katika jamii. Jamii imezidi kupata matatizo. Waqad dhahara dhalika fi hadha zaman, hakika yametokea hayo katika zama hizi, dhuhuran wadhiha, yametokea wazi wazi. Waqad asbarati nasharati fi hadha sha'ni tadhkuru dhalika wa tubayinu khuturatuhu, zenyewe zile idara za afya na zinazohusika na mambo ya utabibu na nini, zinaeleza wazi, zimeainisha magonjwa. Wanasema kabisa yenyewe amradhu zina, maradhi ya zina. Wao wenyewe wanasema maradhi haya bwana, maradhi ya uzinifu, maradhi ya zina haya. Zenyewe idara na wizara za afya zinaweka wazi
kuelezea hayo ambayo inaleta hatari kwa afya ya mtu mmoja mmoja na kwa jamii kwa ujumla, mpaka yakaletwa makondomu, yakaletwa sijui vitu gani. Yote ni kwa sababu ya yale maradhi kwamba yanaenea katika jamii. Sasa makufar wenye kupingana na dini ya Allah tabaraka wa taala, ambao wanashadidia wanahamasisha uovu na uasharati, wakaona sana walete makondomu na nini ili wahamasishe watu kwamba msiogope, tumewaletea na kinga, badala ya kutumia njia za nguvu za mamlaka na daula za kidola za kuzuia. Wanaweza kwa idhini ya Allah, lakini kwa sababu ni watu ambao ni wenye kushabikia mambo maovu, ni wenye kushabikia mambo yasiyofaa, wakaleta vitu vya kuwapa moyo watu kwamba sema wasiwasi, tumieni hivi, fanyeni hivi. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya athari na maharibifu machache inayotokana na jarima zina, na tumomba Allah subhanahu wa ta'ala ayafu anna wa yaghfir lana wa yarhamna, tusamehe na tusafishe na tuongoze katika haki na tulinde na tuhifadhi na tupe mwelekeo uliokuwa bora na tuepushe na haya wala hawla wala quwwata illa billah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.